Katika dunia iliyojawa hofu, vita, migogoro ya kisiasa na mabadiliko yasiyotabirika, upo ukweli mmoja wa ajabu unaopatikana ambao mara nyingi huwa unatoa tumaini kwamba Mungu ni Alfa na ni Omega. Yeye ndiye mwanzo na mwisho. Mara nyingi hutoa mfano wa yale ambayo yatakuja kutokea baadaye, kwa sababu yeye hafungwi na wakati. Yeye anaishi juu ya muda, hana mwanzo wala mwisho. Anaona mwisho wa kila jambo hata kabla halijaanza. Na aliandika maneno haya katika kitabu cha Isaya sura ile ya 46 mstari wa 9 mpaka wa 10. Sema kwamba mimi ni Mungu, wala kuna mwingine aliye kama mimi. Natangaza mwisho tangu mwanzo, na tangu zamani mambo ambayo hayajatendeka bado. Katika Biblia kuna sehemu ambayo huthibitisha kauli hii kwa uzito mkubwa zaidi. Ndoto za mfalme Nebukadneza. Kitabu cha Danieli sura ile ya 2. Mungu alimpa mfalme Nebukadneza, mfalme huyo wa kipagani, ndoto ya ajabu kuhusu mustakabali wa ulimwengu. Lakini alimtumia Danieli, kijana Mwisraeli aliyekuwa mateka katika taifa la Babeli, kuleta tafsiri ya ndoto hiyo. Ndoto hiyo si tukio tu la kushangaza, lakini ni mpango wa Mungu kwenye historia nzima ya ulimwengu. Ndoto alizoota mfalme Nebukadneza ilikuwa ni ndoto ya historia ya dunia. Jua hii hujawahi kuisikia? Kama umewahi, basi na kukumbusha. Leo tutaziangalia hizi ndoto kwa kina, lakini tutaangalia na kufananisha yale ambayo yametokea katika ulimwengu, kuthibitisha kwamba Biblia inaandika mambo ya kweli ambayo yalitabiliwa tangia mwanzo kutokea na kisha yakatokea. Katika mwaka wa 2 wa utawala wa mfalme Nebukadneza, aliota ndoto ya ajabu sana. Ndoto hiyo ilikuwa na uzito mkubwa, lakini jambo la kushangaza ni kwamba mfalme alisahau. Hakuweza kukumbuka ndoto yake mwenyewe, lakini alihisi ndani yake kwamba ndoto ile ilikuwa na maana kubwa sana. Na kwa hofu na wasiwasi, mfalme akaita watu wote waliodai kuwa wao ni wenye hekima, wachawi, waganga, waaguzi na wanafalsafa wa taifa la Babeli. Akawaambia, nataka mnieleze ndoto niliyoota, na pia mnipe tafsiri yake. Kama mmeshindwa, nitawaangamiza nyote. Lakini hii ilikuwa ni amri isiyowezekana, kwa sababu hakuna mtu ambaye aliyeweza kumwambia mfalme ndoto aliyoota bila yeye mwenyewe kuieleza kwanza. Danieli 2:10. Hakuna mwanadamu duniani anayeweza kufanya jambo kama hili. Mfalme akaingiwa na hasira kali, akaamuru wote waliodai kuwa na hekima wawe mara moja. Hiyo ilikuwa inamwinclude Danieli na rafiki zake Shadrach, Meshach na Abednego. Lakini Danieli hakuwa na hofu, hakukimbia, hakuona kuna haja ya kukimbia. Badala yake alijitokeza na kutoa hoja. Danieli 2:17-18. Kisha Danieli akarudi nyumbani kwake, akawaeleza wenzake habari hiyo, akawasihi wamwombe Mungu wa mbinguni rehema. Usiku huo huo Mungu akamfunulia Danieli ndoto ile na tafsiri yake. Danieli akasujudu, akasifu na kusema, lisifiwe jina la Mungu wa milele na milele, kwa kuwa hekima na uwezo ni vyake. Yeye hubadilisha majira na nyakati, huondoa wafalme na kuweka wafalme. Danieli 2:20-21. Sasa Danieli akaenda mbele za mfalme Nebukadneza, si kwa kiburi wala maarifa kibinadamu, bali kwa ujasiri wa kiroho. Hakuna mwanadamu anayeweza kueleza ndoto hii, lakini kuna Mungu aliye mbinguni afunuaye siri, naye amekufunulia mfalme mambo yatakayokuja kutokea siku zijazo. Danieli 2:27-28. Baada ya Mungu kumfunulia Danieli ndoto ya mfalme Nebukadneza pamoja na tafsiri yake,
Danieli alisimama mbele ya Nebukadneza kwa ujasiri na heshima akamwambia, wewe mfalme uliota ndoto, na tazama, sanamu kubwa sana ilisimama mbele yako. Sanamu hiyo ilikuwa ya ajabu mno. Danieli 2:31. Ndoto yako ilikuwa kama ifuatavyo. Danieli alieleza ndoto kwa mfalme kwa mfano ufuatao. Sanamu hiyo ilikuwa na sehemu 5, kila moja ikiwa ni tofauti, chuma na madini. Cha kwanza ni kichwa cha dhahabu safi, kiliangaza sana, kilionyesha utukufu na mamlaka makubwa. Kifua na mikono vilikuwa vya fedha, pande viwili vikiwa na nguvu, lakini si kama ile dhahabu. Tumbo na mapaja vilikuwa na shaba, vyenye ugumu zaidi, vilionyesha upanuzi na nguvu za kijeshi. Miguu ilikuwa ya chuma. Chuma ilikuwa ni kigumu sana, kiliponda vyuma vyote. Miguu ya chini, vidole vilikuwa mchanganyiko wa chuma na udongo. Udongo na chuma havichanganyikani, sheria udhaifu wa muungano huo. Lakini kisha jambo la kushangaza likatokea. Angalia hadi jiwe moja lisilosokotwa kwa mikono ya wanadamu lilipiga sanamu miguuni, chuma na udongo, na kulivunja kabisa. Sanamu yote, dhahabu, fedha, shaba, chuma na udongo, vilisagika kama makapi ya kiangazi yalivyopeperushwa na upepo. Hakuna hata chembe ilionekana tena. Lakini lile jiwe likawa mlima mkubwa sana, likajaa dunia yote. Danieli 2:34-35. Sasa tafsiri ya hiyo ndoto ni hii hapa. Danieli anamwambia mfalme, hii sanamu ni picha ya ufalme zitakazokuja duniani baada yako. Wewe ni kichwa cha dhahabu, lakini baada yako kutainuka falme nyingine, kisha nyingine, hadi mwisho wakati huu wa dunia. Danieli 2:37-39. Kwa maneno hayo, Mungu alikuwa amemfunulia mfalme Nebukadneza mpangilio wa mataifa makubwa yatakayoitawala dunia, taifa makubwa ya baadaye, kutoka wakati wa Babeli hadi mwisho wa hii dunia. Hii siyo hadithi tu ya kubuni, lakini huu ni unabii ulioandikwa kabla ya kutimia. Historia inathibitisha kila kipande cha sanamu hili. Sasa tuende kuangalia kwenye vipengele vya kihistoria katika historia ya dunia. Hiki ambacho kilitabiliwa kwenye Biblia, Danieli 2, je, kiliwahi kutokea? Ufalme wa Babeli ulitawala kuanzia mwaka 605 mpaka 539 kabla ya wakati wa Kristo, na ndicho kichwa cha dhahabu. Danieli anamwambia mfalme waziwazi kwamba wewe mfalme, wewe ndiwe kichwa cha dhahabu. Nebukadneza alikuwa ni mtawala wa ufalme wa Babeli, taifa tajiri lenye nguvu kubwa za kijeshi, kisiasa na kiutamaduni. Lakini Babeli pia ilijulikana kwa majengo ya kushangaza na bustani zinazoning'inia, ambayo ilikuwa ni pamoja na maajabu 7 ya kale ya dunia. Sambamba na hilo, kuna lango la Ishtar, mfumo wa sheria, ujenzi na mipango ya miji. Lakini pamoja na utukufu huu wote, taifa la Babeli halikudumu milele. Kama vile Mungu alivyolionyesha, dhahabu ilikuwa ni nzuri, lakini si imara kama chuma. Utawala wa falme wa Babeli ulifikia mwisho mwaka 539 ilipopinduliwa kijeshi na ufalme wa Uajemi na Wamedi. Katika mwaka 539 kabla ya wakati wa Kristo, Babeli ilishindwa na mfalme Koreshi mkuu, Cyrus the Great, wa nchi ya Uajemi, akiongoza muungano wa Wamedi na Waajemi. Siku moja askari wa Uajemi walipenya ukuta wa Babeli kupitia mto bila mapigano makubwa. Hii ilikuwa ni utimilifu wa unabii wa kile ambacho Danieli alikuwa akimwambia mfalme Nebukadneza. Ufalme wa Wamedi na Waajemi walikuwa ni vipande viwili. Ndiyo maana sanamu ilikuwa na mikono miwili ya fedha. Ingawa ulikuwa mkubwa kwa maeneo, ulikuwa chini kwa utukufu kulinganishwa na utawala wa Babeli. Kwa kweli, ufalme wa Koreshi alitoa amri kwamba Wayahudi warudi ya Yerusalemu na kujenga tena hekalu. Unaweza kusoma kwa kina katika kitabu cha Ezra sura ya 1
kuanzia mstari ule wa kwanza mpaka wa 4. Hii inaonyesha jinsi Mungu alivyotumia hata mataifa ya kipagani kutimiza makusudi yake. Baada ya Uajemi na Wamedi, Mungu aliinua tena taifa jingine, taifa la Ugiriki chini ya kijana mashuhuri Alexander the Great ama Alexander Mkuu. Muda mfupi tu Alexander alishinda eneo kubwa kutoka Ugiriki hadi India. Alieneza lugha ya Kigiriki, elimu, falsafa na sanaa ya Kigiriki. Hata Biblia ya Agano la Kale ilitafsiriwa katika lugha ya Kigiriki wakati wa utawala wa Kigiriki. Kwa hiyo lugha ya Kigiriki ilienea sana na ikawa ni njia kuu ya Injili kufika mbali baada ya Yesu. Shaba katika sanamu iliwakilisha nguvu ya kijeshi. Askari wa Kigiriki wakati huo walijulikana sana kwa silaha zao za shaba. Baada ya kifo cha Alexander, ufalme wake uligawanyika vipande vingine 4, lakini utawala wa Kigiriki uliendelea kuwa na ushawishi mkubwa hadi kufikia wakati wa Yesu Kristo. Baada ya utawala wa Kigiriki, ulimwengu uliingia kwenye enzi ya utawala wa chuma mwaka 476. Ndio tu hapo nyuma utawala wa Kigiriki ulitawala kuanzia mwaka 330 mpaka 146 kabla ya wakati wa Kristo. Taifa la Waroma lilitawala mwaka 146 kabla ya wakati wa Kristo mpaka mwaka 476 baada ya wakati wa Kristo. Baada ya Ugiriki, ulimwengu uliingia kwenye enzi ya chuma, yani dola la Kirumi. Danieli 2:40 inasema, utafanya kazi kama chuma, utavunja na kuponda mataifa yote. Kwa kweli ndugu zangu, dola ya Kirumi ilitawala kwa nguvu kubwa, sheria kali na askari wenye nidhamu ya juu. Iliunganisha dunia kwa barabara, posta na sheria, kama msingi wa ustaarabu wa kisiasa. Na ni wakati wa enzi za taifa la Kiroma ndipo Yesu alizaliwa. Alifundisha, akateswa, akasulubiwa na kufufuka chini ya utawala wa Roma. Dola la Roma iliishi kwa karne nyingi, lakini hatimaye lilianza kudhoofika mpaka likagawanyika kutoka Roma Magharibi iliyoanguka mwaka 476 baada ya wakati wa Kristo, na Roma ya Mashariki iliyoendelea kama dola la Byzantine. Chuma ni kigumu, kinaonyesha nguvu ya kijeshi ya Roma, lakini pia kisasi na ukatili vya dola hiyo. Sasa Danieli anasema miguu na vidole vilikuwa sehemu ya chuma na sehemu ya udongo. Baadhi ya falme utakayokuwa na nguvu na baadhi utaonekana dhaifu. Danieli 2:41-43. Kweli ni kwamba baada ya taifa la Roma kuwa kubwa, Roma haikuwahi kuwa conquered wala haikuwahi kupinduliwa. Hakukuwa tena na dola moja ya Kirumi baada ya kugawanyika mara 2. Badala yake taifa la Roma liligawanyika katika makabila 10 yaliyochukua maeneo tofauti tofauti. Makabila hayo ni kama vidole 10 vya miguuni kwenye sanamu hii hapa. Ndiyo mataifa ambayo hii leo yanaunda bara la Ulaya. Baadhi ya makabila hayo ni kama vile Wavisigoti. Wao waliunda milki zao katika nchi ya Uhispania. Leo hii ni Uhispania na maeneo mengine yaliyo karibu na kusini magharibi mwa Gali, ambayo sasa baadhi ya maeneo ya Ufaransa. Kabila lililofuata walikuwa ni Waastrogoti, waliotawala sehemu kubwa ya Italia baada ya kuanguka kwa dola ya Roma. Wavandali wao walihamia na kuanzisha ufalme wao katika maeneo yaliyokuwa karibu na kaskazini mwa Afrika, wakitawala sehemu ya Tunisia na Algeria ya leo. Wafranki wao walipata nguvu kubwa katika Gali na baadaye wakawa msingi wa kuanzisha taifa la Ufaransa. Wangli na Wasaksoni walihamia visiwa vya Uingereza ambako walitawala na kuunda falme mbalimbali. Walombardi wao walivamia na kuishi katika maeneo ya kaskazini mwa taifa la Italia. Waburgundi wao waliunda ufalme katika sehemu za kusini mashariki mwa Gali, ambapo sasa inatawaliwa na nchi kama Uswizi na Ufaransa ya Mashariki. Waswebi wao walijenga ufalme wao katika rasi ya Iberia, ambayo leo inajulikana kama Uhispania na Ureno. Waalmani
walikaa katika eneo la mto Rhine, sehemu ambayo leo ni Ujerumani ya Magharibi. Wahuni wao, ingawa hawakujenga ufalme wa kudumu ndani ya taifa la Roma, uhamiaji wao katika mashariki kwenda magharibi uliweka shinikizo kubwa kwa makabila mengine ili kuchangia kuvunjika kwa dola la Roma. Mataifa haya yalikuwa mengine na nguvu kama vile chuma na mengine dhaifu kama udongo, kiunganishwa na kisiasa, ndoa za kifalme, dini, lakini haikuleta umoja wa kweli. Mchanganyiko huu wa chuma na udongo unamaanisha kwamba kushindwa kwa mataifa kuunganika kwa kudumu na muunganiko wa siasa na dini. Hadi leo umoja wa kisiasa duniani ni mgumu. Hata umoja wa Ulaya una changamoto nyingi sana hii leo, kama vile Mungu alimwonyesha Danieli kwamba vyuma na udongo havichangamani. Sasa baada ya kukufahamisha falme zote kutoka katika taifa la Babeli hadi lilivyogawanika katika dola ya Kirumi, Danieli alieleza kitu cha kushangaza kilichotokea mwishoni mwa ndoto ya Nebukadneza. Ukiangalia, jiwe lililotoka mahali pasipokatwa kwa mikono ya mwanadamu likagonga sanamu lenye miguu yake ya chuma na udongo, likaisagasaga, kisha vipande vyote vya sanamu, dhahabu, fedha, shaba, chuma na udongo, vikawa kama makapi ya kiangazi yakipeperushwa na upepo. Lakini lile jiwe likawa mlima mkubwa sana, ikaijaza dunia yote. Danieli 2:34-35. Maana ya jiwe hilo ni kwamba Danieli alifafanua wazi kabisa, katika siku za wafalme hao Mungu wa mbinguni atasimamisha ufalme ambao hautaangamizwa kamwe. Jiwe hilo ni Yesu Kristo. Yeye si kiongozi wa kisiasa wala kutokana na mfumo wa kibinadamu. Alitoka kwa Mungu, hakuzaliwa kwa mapenzi ya mtu bali Roho Mtakatifu. Yesu alisema, ufalme wangu si wa dunia hii. Yohana 18:36. Yeye ndiye jiwe lililolikataa waashi, ambalo limekuwa jiwe kuu la pembeni. Zaburi 118, Mathayo 21:42. Tofauti na Babeli, Uajemi, Ugiriki, Roma ambavyo zote zilitawala kwa muda kisha zikaanguka, ufalme wa Mungu hautaanguka kamwe. Ufalme wa haki, amani, furaha katika Roho Mtakatifu. Roma 4:17. Leo ufalme huo unaenea kwa njia ya Injili. Watu kutoka kila taifa na kila lugha wanamkiri Yesu ni Bwana na Mwokozi na mfalme wao. Lakini siku moja ufalme huo utaonekana kwa wazi. Yesu atarudi kwa utukufu na kila jicho litamwona. Atakomesha tawala zote za kibinadamu, kuleta utawala wa haki na amani milele. Sasa ndoto ya Nebukadneza si hadithi tu ya kale, ushahidi wa kweli na unabii wa Mungu ambao mwisho wa siku umekuja kutimia, kama tulivyoona katika historia ya dunia yetu. Danieli aliendelea kuota. Katika Danieli 7 iko ndoto nyingine ambayo Danieli anaota. Ndoto ile ina maana gani? Stay tuned kwa ndoto zinazofuata na tafsiri zake na historia ya dunia.